Okay, hopefully mtakuwa mnanisikia. So webinar yetu leo itakuwa tunaongelea kuhusu aina nne za mifuko ya uwekezaji, lakini hizo aina nne za mifuko ya uwekezaji ni kutokana na hiyo mifuko ya uwekezaji wataalamu wameamua kuwekeza wapi. Kama tunavyofahamu au ambavyo wanaweza kuwa mnafahamu wote, ni kwamba mifuko ya uwekezaji ni pale ambapo wawekezaji tofauti tofauti wanakusanya hela kwa pamoja, alafu zinakuwa zinawekezwa na wataalam according to wao wenyewe jinsi wanavyochagua. Kwa leo tu tutaangalia aina nne za mifuko ya uwekezaji, lakini sio kwamba kuna aina nne, yani hakuna aina nyingine kabisa, kwa sababu compared na nchi nyingine kama zile developed countries, bado sisi ni wachanga. Kama tuna mifuko kama 20 plus, bado yani bado hatujaenda sana. Kwa hiyo bado ni soko changa kwa compared na nchi nyingine. Kwa tutaangalia tu hizo aina nne kulingana na wanawekeza pesa wapi. I'll share my screen. So haya ni maswali ambayo yaliulizwa wiki iliyopita kwenye webinar ya hii ilikuwa ni webinar ya Jumatano na Alhamisi. Yes. Kwa hiyo kati ya hayo maswali kwa ajili ya webinar ya wiki hii nilichukua matatu ambayo ilikuwa ni kuhusu IPO. Tutaangalia Ijumaa, then kulikuwa kuna maswali ya kuhusu risks za kuwekeza kwenye mwekeza, ambayo hiyo ni webinar ya kesho. Tutaangalia risks za uwekezaji, risk pyramid. Sisikiki? Hello. Nasikika vizuri. Okay, nilikuwa nimeona kwenye chats, nadhani basi ilikuwa ni nyuma kidogo. Okay. Alafu pia ambayo tutaangalia kesho, nimesema tutaangalia risk pyramid, mambo ya risk versus return. Alafu kukawa kuna hiyo comment ya anahitaji kujua kwamba kati ya liquid fund na mwekeza upi ni mfuko mzuri wa kuwekeza. Kwa hiyo ndo ikawa imeleta webinar yetu ya leo ambayo ni aina nne za mifuko ya uwekezaji. Kwa hiyo hiki kipindi cha Q&A huwa nafanya mwishoni, kinakuwa kinazaa webinar nyingine, nakuwa nafahamu kitu gani ambacho kinataka kuongelewa. Kwa naomba mute mic. Thank you. Sawa. Okay, so nilikuwa nimeweka tu ili swali jioni, nilichelewa kuliposta, lakini kwa tunataka kufahamu watu gani wanajua aina za mifuko ya pamoja ya wekezaji, ambayo mpaka sasa hivi I think kulikuwa kuna like 9 kwenye hapana, au kama sio 9 10, alafu kwenye enjoy ilikuwa 3. Kwa hiyo tuko kwenye level nzuri I can say. Kwa sasa tutaangalia kama kile ambacho tutakiongelea mimi ndio kile ambacho tunakifahamu. Of course mimi pia naendelea kujifunza kwenu, naendelea pia kujifunza kwa watu wengine na kwenu pia. Kwa hiyo mtakuwa mnaweza mkanipostea. You kindly mute your mics please. Ina distract kidogo. Haya, naendelea. Sawa. Sasa hii aina nne za mifuko ya pamoja ya wekezaji zilikujaje? Kuna darasa moja ambalo nililihudhuria lilikuwa limeandaliwa na Rich Aunties Community, kama mtakuwa mnafahamu, ni mwelimishaji anaitwa Neema Chami. Kulikuwa kuna darasa la kuhusu kuchambua kampuni za Nicole na Afriprice. Kwenye hiyo darasa kukawa kuna mwalimu Busara ambaye nadhani wengi mtakuwa mnamfahamu. Ni mwalimu kongwe sana, lakini pia ni mzoefu sana, naye pia amewekeza sana na ni mwekezaji na anaendelea kuelimisha watu. Kwa hiyo akawa ameongelea kwamba mifuko ya uwekezaji inakuja mingi, ipo mingi na inaendelea kuja mingi. Waelimishaji wanawasaidiaje watu kuweza kuifahamu, lakini pia kuweza kuichambua. So far hakuna uchambuzi ambao umefanyika wa kina wa financial analysis, yani kuchambua zile ripoti za mifuko ya pamoja ya uwekezaji, mambo ya assets zake, liabilities zake. Kwa hiyo anagusia kuhusu hicho kitu. Kosa katika kufanya zangu research
ndo nikaja nikafahamu aina 4 za mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Kwa hiyo aina ya kwanza, nikianza na mkono wangu wa kushoto huku, balanced funds. Kwa hiyo hii ni mifuko ya pamoja ya uwekezaji ambayo imewekeza kwenye rasilimali tofauti tofauti. Kama tunavyofahamu, kuna dhamana za kifedha za kibenki kama zile saved accounts, fixed deposits, kuna treasury bonds, treasury bills. Mifuko pamoja ya uwekezaji wanakuwa wanawekeza kwenye rasilimali tofauti tofauti, ila tofauti ya balanced funds ni kwamba pia inakuwa include na uwekezaji katika hisa za makampuni. Kwa hiyo zenyewe balanced funds zinakuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha based on hisa ambazo watakuwa wamenunua, obviously watakuwa wamewekeza kwenye hisa ambazo zitakuwa zinafanya vizuri. Kwa ina maana kama tunavyofahamu, hisa ambazo zinafanya vizuri on the long run zinapata capital gain, zinakuza share price yake inakuwa. Kwa ina maana ni mifuko ambayo imebei sana kwenye growth na pia kureduce risk. Yaani kwamba balanced funds haziwezi zikawekeza kwenye hisa 100%, lakini pia zitawekeza kwenye assets nyingine kama hizo dhamana za kibenki pamoja na hati fungani, ili kuensure kwamba kuna reduce risk kwa upande wa kwamba hisa labda zisije hisa ambapo zinakuwa zinashuka labda muda, zisije zikafanya kwamba portfolio ikawa jeopardized. Hiyo ni kwa upande wa balanced funds. Nikija mkono wangu wa kushoto chini, money market funds. Hii ni mifuko pamoja ya uwekezaji ambayo yenyewe portfolio yake ya uwekezaji, wataalamu wana base kwenye kuhakikisha kwamba kuna safety kwenye capital ambayo inakuwepo, yaani pesa ambazo zinakuwepo zinakuwa safe, lakini pia wanawekeza kwenye short term assets kama hizo dhamana za kibenki, hizo za call account, fixed deposits, saving accounts, treasury bills, zile dhamana za muda mfupi. Okay. Zile dhamana za muda mfupi ili kuhakikisha kwamba mtaji unakuwa uko safe, yani kwamba kuhakikisha tu kwamba hela ambazo zinakuwa zinawekwa na wawekezaji ziko salama. Tunakuja upande wangu wa kulia ambapo juu, fixed income funds. Fixed income funds zenyewe, kama tunakumbuka kwenye webinar zilizopita, nilikuwa ninasema kwamba mifuko pamoja ya uwekezaji, you have to choose kama unataka mtaji wako ukue over time au kama unataka upate kipato kwa awamu. Kwa kwenye fixed income funds, ina maana wenyewe wanakupa ile profit kama ni kwa mwezi au kama ni kwa miezi mitatu au kama ni kwa miezi 6 au kama ni kwa miezi 12. Kwa depending na plan ya hiyo fund husika. Kwenye slide inayofuata tutaangalia mifano. Kwa hiyo fixed income funds zenyewe ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zinakupa hicho kipato kwa hizo awamu tofauti na mifuko ambayo kwa mfano hii ya balanced funds ya money market funds ambayo yenyewe inahakikisha kwamba over time ule mtaji wako unakuwa depending na wamewekeza wapi. Alafu tukija chini kulia, upande wangu wa kulia kuna Sharia compliant funds. Sasa soko la fedha pia linataka kuwa include watu ambao wana imani ya Kiislamu, ambao wanaamini kwenye sharia, hawaamini kwenye riba, wanaamini kwenye faida. Kuna products kwenye market ambazo zenyewe ziko focus kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wana imani ya namna hiyo ya kwamba wanataka kuwekeza, lakini wanataka kuwekeza kwenye mifuko ambayo inaendana na imani yao. Tutaiangalia kwenye slide inayofuata. Kwa hiyo yenyewe inahakikisha kwamba kuna diversification kwenye market, lakini pia kuna inclusion. Diversification kivipi? Sorry, nakuwa na mute. Diversification kivipi? Diversification kwamba soko linakuwa halijajikita tu kwa ajili ya rasilimali hizi ambazo ziko conventional kwamba zenyewe hazihitaji, sisi hatufikirii sana kuhusu dini inasemaje, lakini pia inclusion, labda kwamba kwa watu ambao wenye imani ya Kiislamu na ambao wanataka
kuwekeza kwenye soko la fedha bila kucompromise imani yao, na wenyewe wawe wana uwezo wa kuwekeza bila kizuizi chochote. Tunakuja kwenye mifano sasa. Kwa kwenye balanced funds, kama tuliposema mwanzo kwamba ni mifuko ambayo inawekeza kwenye assets tofauti tofauti kama hizi dhamana za kibenki pamoja na rasilimali za kibenki pamoja na hati fungani, lakini pia zinawekeza kwenye hisa. Kwa mifano baadhi, of course, kwa sababu mifuko tushasema iko mingi. Kuna mfuko wa Toto, lakini kuna mfuko ambao ni wa UTT, mfuko wa iGrowth na wenyewe ni wa iTrust, na kuna mfuko wa Umoja ambao na wenyewe ni wa UTT. Hiyo ni kwa upande wa balanced funds. Kwa ina maana zenyewe kidogo zinakuwa zimewekeza kwenye hisa pia. Tunakuja upande wa kushoto chini kwenye money market funds. Tumesema kwamba inawekeza kwenye rasilimali za muda mfupi, short term assets, lakini pia ambazo zinahakikisha kwamba mtaji wako unalindwa. Sawa, utakuwa, lakini pia kuhakikisha kwamba mtaji wako unalindwa. Mifano ni kama liquid fund ya UTT pia, alafu kuna faida fund ambayo ni ya watumishi housing investment pamoja na Sanlam money market fund, na yenyewe ni mojawapo ya mfano ya money market funds. Tunakuja kwenye fixed income funds sasa. Ile mifuko ya pamoja ya wawekezaji hapa juu tulisema yenyewe inakupa steady income according to plan yake, kama ni mwezi, miezi mitatu, miezi sita, miezi 12, lakini pia inawekeza kwenye low risk assets kuhakikisha kwamba watu wanapata income zao kama inavyotakiwa. Kwa hiyo mifano ya hizi fixed income funds no, kuna JKIM fund ambayo ni ya UTT, kuna I income fund ambayo ni ya iTrust, lakini pia kuna bond fund ambayo ni ya UTT. Tukija kwenye kundi letu la mwisho ambao tunaliangalia ambayo ni Sharia compliant funds. Sharia compliant funds tulisema kwamba zinampa mwekezaji uwezo wa kuwekeza, lakini pia bila kucompromise dini yake. Kama ni mtu ambaye haamini kwenye riba, anaamini kwenye faida, hii mifuko iko special kwa ajili ya kuhakikisha kwamba rasilimali zinazowekezewa ni zile ambazo zinaendana na sharia. Lakini ukiniuliza kwamba hizo sharia compliant funds lazima uwe Muislamu, hapana, ila tu kama kuna masharti mengine yote kwenye registration. Sijaregister kwenye mifuko yote hii miwili, lakini you just have to follow the procedure. Sidhani kama kwamba ukiitwa Grace au usipokuwa Muislamu kwamba hawezi ukawekeza. Kwa hiyo tunakuja kwenye unachagua mfuko upe wa uwekezaji kati ya zaidi ya 21 iliyopo sokoni. Tuliongea hata last week kwamba zamani tulikuwa tunajua iko 18, lakini tunajua hapa mwezi huu pia kulikuwa kuna IPO 2 za mifuko miwili. Kuna mfuko wa Imara Fund, alafu kuna mfuko wa Kesho Tulivu Fund ambazo ni za kutoka TSL, lakini pia kuna a recent IPO ya mfuko unaitwa Ziada Fund. Kwa mifuko inaongezeka na haitaacha kuongezeka. Sasa kwenye kuchagua mfuko upi, ina maana ni lazima kuanza kupitia mfuko mmoja mmoja, kuanza kuelewa kwamba huu mfuko nia yake ni nini, kwa sababu mifuko ina properties tofauti. Inawezekana labda kwa mfano mfuko wa Wekeza Maisha ni mfuko ambao ni kwa watu ambao wana investment wanataka invest kwa muda mrefu, yani ina maana yeye hatatoa pesa for 10 years. Kwa sasa mfuko kama huo, of course, unaweza bado ukawa unafanya capital growth, kwa sababu mifuko sisi tumesema inakuwa kwa aina mbili, either capital growth kukuza mtaji au ikupe income. Kwa na yenyewe inakupa income, hiyo Wekeza Maisha itakuwa inafanya capital growth, lakini inawezekana labda wewe kuwekeza miaka 10 sio kitu ambacho unataka kukifanya kwa muda huo. Kwa kuna haja ya wewe kuifahamu mifuko properties zake kabla haujasema kwamba unawekeza. Nimeongea sana peke yangu. Naamini kwa kwa hizo slides zilizopita tumeweza kujifunza kitu. Naona tayari kwenye chats kuna either ni comments au maswali sijaanza kuangalia, ila kwa wale ambao mna maswali, huu ndo muda sasa, kwa sababu tupo wengi, naomba mtaandika maswali, kwa sababu mkianza kuongea tena itachukua muda mrefu zaidi. Kwa ni vizuri kama tukiandika maswali
mimi tu nakuja wakati naongea swali moja, kuna mtu mwingine anakuwa anaandika swali ili kuto kuhakikisha kwamba muda wenu pia umetumika vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Naanza kuangalia chats. Kama utakuwa labda haupo, unaweza ukaongeza tena swali jingine chini, yaani pale ambapo sasa hujaelewa, lakini mimi tu nitajitahidi kujibu according to. Nasikika sijui au nilipotea? Okay, sawa, nadhani nasikika. Nitaanza kuangalia swali moja, nadhani kuna swali moja tu mpaka sasa hivi, kwa hiyo wengine mnaweza mkaendelea kunani, mnaweza mkaendelea kuandika maswali. Kwa Henry ameuliza nini maana ya IPO kwa ufupi. Tulisema tutaikava Ijumaa, lakini IPO ni kifupi cha initial public offering, ambayo initial public offering ni pale ambapo rasilimali financial asset inaingia sokoni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo inawezekana kwamba ikawa ni hisa ya kampuni, inaweza ikawa ni ETF ambao ni exchange traded fund hizi recently ambazo ziko mbili, inaweza ikawa ni mfuko pamoja wa wawekezaji na wenyewe wana introduce kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kama tunavyofahamu maana ya initial maana yake ni mwanzo, public maana yake ni kitu ambacho kiko kwenye jamii, na offering ni offer yani. Kwa initial public offering inakuwa ni pale ambapo rasilimali ya fedha inazinduliwa sokoni kwa mara ya kwanza. Sasa kama hamna maswali, na maana nimeeleweka sana. Maswali mengine, au labda pale ambapo nilipo present sikuelezea vizuri kwa undani, au ngoja niwarudishie slide hii hapa, maana hiyo ndo slide mama ya webinar ya leo. Basi nimeeleweka sana, sijaona maswali mengine, ngoja niendelee kuwapa muda. Okay. Dada Lilian anasema tuelezee UTT Liquid Fund. Kwa UTT Liquid Fund kama tulivyosema hapo kwenye hizo category 4, UTT ni money market fund, yenyewe inawekeza kwenye rasilimali za muda mfupi, lakini pia rasilimali kama hizi hati fungani ambao zina uhakika wa kutoa income, yani zina uhakika wa kutoa faida. Kwa UTT yenyewe ni kwa ajili ya capital growth. Kama sijakosea, ilianzishwa mwaka 2013. Hakuna makato kwenye kutoa pesa, lakini pia inachukua siku tatu za kazi allegedly. Najua kila mtu ana changamoto zake za kutumia application, msinivamie. Kwa wao wana promise kwamba siku 3 za kazi, as long as umesha register kwamba umeshawekea. Naona nimerudi. Yes, nilikuwa bado naelezea UTT. Kwa hiyo nimesema kwamba kwenye, ngoja ni share screen yangu. Yeah. Nimesema kwamba UTT yenyewe imeanzishwa 2013, ni kwa ajili ya capital growth, yenyewe inakuza mtaji, lakini pia minimum investment yake amount ni 100,000. Inachukua siku 3 za kazi kuweza kupata pesa yako. Kingine ni mfuko ambao ni mfuko ambao una trilioni 2 kwa sasa. Kitu kingine kuhusu liquid fund, mwaka jana ilikuwa ina return ya 13.3%, lakini pia hakuna makato kwenye pesa unayotoa. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo naweza nikavikumbuka kwa haraka haraka. Tarudi kwenye maswali mengine. Kuna mtu ana simu ya Samsung ameuliza, tukikompare na shares ambazo thamani ikishuka unaona, je, ni wakati gani utajua mifuko ya pamoja haifanyi vizuri? Okay, kama ulivyosema ni yenyewe. Okay, tuseme hivi, kila siku unaona, kwa mfano shares kwenye market kuna zile daily prices. Kwa hiyo kila siku mifuko ya pamoja ya wawekezaji pia inakuwaga inatoa thamani yake ya kipande na thamani ya halisi ya mfuko. Thamani ya halisi ya mfuko inaitwa net asset value, ambayo ni assets za mfuko, alafu unatoa liabilities zake, yani unatoa yale madeni, rasilimali za madeni kwenye madeni ya mfuko. Kwa hiyo kama unataka kufahamu mfuko gani unafanya vizuri, ina maana kama ni mtu ambaye unafuatilia hiyo mifuko, kwa mfano ni yote inafanya hivyo, inakuwa inatoa thamani ya kipande ya mfuko ya siku pamoja na thamani ya mfuko. Kwa hiyo ukiona
mfuko labda ulikuwa na bilioni 18, ukashangaa labda baada ya muda umekuwa bilioni 17, ina maana unajua kabisa kwamba kwa labda mfuko at this time watu wametoa hela au labda wametoa gawio or something. Alafu kwa upande wa thamani ya kipande, ina maana kama thamani ya kipande ilikuwa 17%, sorry, kama thamani ya kipande labda ilikuwa shilingi 1000, alafu kesho ukaangalia ukaona thamani ya kipande labda ni shilingi 900, ina maana unajua kabisa thamani ya kipande imeshuka, or else ndio inabidi tusubiri mpaka ripoti za mwaka, ambazo mpaka sasa hivi ni mifuko 7 ndio nimeona ina ripoti za mwaka. Nyingine sijapata, sio kwamba hazipo, lakini nimeona mifuko ya UTT na pamoja na mfuko wa Faida Fund ndio nimeweza kupata financial zake kwa urahisi kama ni financial reports. Dada Lilian amesema faida inapatikanaje kwenye hii mifuko pamoja ya wawekezaji. I always say kwamba faida ziko za namna mbili. It's either unaona thamani yako, unaona pesa yako ikikua over time. Kama kwa mfano labda umeweka 100,000 leo, alafu baada ya siku kadhaa unaona 100,000 na shilingi 200, 100,000 na shilingi 600. Hiyo ndio inaitwa capital gain. Alafu kwenye fixed income sasa ndio ambayo mifuko labda kama hii kwenye slide, mifuko kama hii JIKIM, iIncome na bond, yenyewe inakuwa inakupa ina options zake kwamba tunatoa hiyo faida kila mwezi. Baada ya kuona pesa yako inakuwa over time, wewe unakuwa unaona kwamba kila mwezi, au kama ni miezi mitatu, au kama ni miezi 6, au kama ni miezi 12. Kwa hiyo zote zinaweza zikawa zinatoa 13%, lakini namna ya kugawa 13% zinatofautiana. Iwe ni capital gain au hata wewe unaweza kuwa hedge. Unadhani kuna kitu ambacho okay. Anga swali jingine anasema wapi tunaweza kupata information zaidi ya hizi aina 4 za mifuko ili tusome na kuelewa kwa undani. Okay, nadhani kwa kufahamu hizi aina 4, sasa hivi teknolojia imekuwa very easy. Sijaona sehemu ambayo wameandika hizi aina 4 kama zilivyo na kuanza kuzielezea, especially kama tunaongelea kwa kibongobongo, unless labda niandike blog, yani blog ya hii mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Lakini as long as tayari unajua kwamba hii ni balance fund, hii ni money market fund, hii ni fixed income fund, hii ni sharia compliant fund, inakuwa rahisi hata wewe kufanya research. Kwa kama ukiamua kutafuta mwenyewe kama balance funds zikoje kwa undani zaidi, ina maana unaweza ukafanya hivyo. Nadhani kujua aina zake hizo zinakuwa zinakusaidia pakubwa. Mwingine amesema mfuko gani wa pamoja ni mzuri kwa beginner mwenye malengo ya muda mfupi in terms of return, na why mfuko huu? Sasa returns zinatofautiana sana. Yaani kuna nyingine kwa mfano zinaweza zika promise 13%, lakini kuna mifuko mingine unakuta, kwa mfano kuna mfuko mwaka jana ulikuwa umerudisha 40%, although hatujui mfuko huo utafanyaje this time. Kwa hiyo hata kama una malengo ya muda mfupi, I think ni vizuri ukafahamu labda return ya kila mmoja. Of course kwa sasa hivi siwezi kukumbuka. Nachokumbuka tu mwaka jana Liquid alikuwa na 13, JIKIM alikuwa na 15 nadhani. No, sorry, 13 na yeye. Alafu Wekeza Maisha alikuwa na 15 na watoto alikuwa na 15. Mifuko ya iGrowth sijashika zote, ila mifuko ya iTrust sijashika zote, lakini najua iGrowth ilikuwa ina asilimia hiyo 40. Kwa hiyo inategemea, as I said, malengo hapo kwenye slide ya kuchagua mfuko upi. Yaani inabidi ufanye research yako ya hii mifuko ili uchague mfuko ambao unaendana na malengo yako. Inawezekana ikawa na return nzuri, lakini pia labda masharti yake mengine. Kuna mifuko ambayo kama sikosei, kwa mfano wa Faida, huwezi ukatoa pesa miezi mitatu ya kwanza. Kwa hiyo vitu kama hivyo usivyovijua, unaweza ukaanza kuwekeza kwenye mfuko, alafu baadaye ukawa unasema hela zangu hawanipi, nimeuza vipande, hela hairudi. Ni vizuri tu ukaifahamu mifuko hii mwenyewe, ukafanya maamuzi ambayo yako informed. Nick anauliza, naomba
nieleze mifuko ambayo iko sharia compliant. Na nirudi kwenye slide yangu hii hapa. Kuna mfuko unaitwa Alpha Halal ambao ni kampuni inaitwa la uwekezaji inaitwa ni brokers pia wanaitwa Alpha Capital. Alafu kuna iEman ambao ni mfuko wa mojawapo wa iTrust. iTrust na mifuko 6. Gabriel anauliza kuna faida gani mtu anapata anapowekeza kwenye hii mifuko ukilinganisha na hisa? Nimesha explain kuhusu capital gain pamoja na nini inaitwa pamoja na income distribution, ila kama unataka kulinganisha na hisa ni kwamba kwenye mifuko pamoja ya wekezaji you have to choose kama unataka capital gain au kama unataka income distribution. Mara nyingi inakuwa inatoa kipaumbele kimoja hapo, lakini kwenye upande wa hisa ina maana unaweza ukapata vyote kama utakuwa umechagua kampuni ambayo imeperform vizuri. Kwa maana kama kampuni limeperform vizuri utapata capital gain ambayo ina maana bei ya hisa itakuwa inapanda with time, lakini pia utakuwa umeweza kupata income distribution pale ambapo gawio linatoka ambalo ni mara moja kwa mwaka expected hapa kabla ya June likely. Of course makampuni yanatoa gawio kwa muda tofauti tofauti. Sharia compliant nimesha explain kwa mifuko ambayo kuna swali la sharia compliant tena. Mifuko ambayo ni mfuko wa wekezaji lakini inawekeza kwenye rasilimali ambazo hazitoi riba, zinatoa faida, kwa sababu sharia kwenye imani ya Kiislamu watani correct kama Waislamu hapo kwamba wao hawaamini kwenye riba, yani haitakiwi, wao wanaamini kwenye faida. Kwa hiyo mifuko inakuwa inawekeza kwenye rasilimali ambazo zinaendana na misingi ya sharia ambayo ni kwenye dini ya Uislamu. iGrowth, kuna mtu anaomba udadavuzi juu ya mfuko wa iGrowth ambao ni mfuko wa iTrust. Kwa iGrowth kama nilivyoelezea mfuko wa liquid hauna tofauti sana, ni mfuko tu ambao unawekeza unapata capital gain, yani kwamba your capital grows with time, lakini pia minimum investment yake ni $100,000 ninavyofahamu, na lazima itakuwa inawekeza kwenye ni balanced fund kwa sababu na yenyewe inawekeza kwenye hisa ambayo ndio inaweza ikawa ni sababu kubwa ya yenyewe kufanya vizuri sana mwaka uliopita. Lakini pia kwa mifuko ya iTrust nachofahamu ni kwamba pia inachukua siku 3 za kazi kuweza kuprocess hela yako uipate. Yes. Na usually wanakata kama sijakosea wanakata 1% ya pesa ambayo unatoa, yani 1% ya thamani halisi ya kipande. Yes, kwenye kutoa pesa. Anapataje hizo financial reports za mfuko pamoja? Okay. Kwa hiyo kwenye financial reports kwa mfano nimesema mimi nimeweza kupata financial reports za mifuko 7 na zote nimepata kwenye website yao. Kwa hiyo ukienda kwenye website ya TT AMIS kutakuwa kuna kipengele cha reports, utaweza kupata reports zao ambazo kama ni za mwaka ina maana ni za June. Kwa utapata ripoti za kila mfuko June 2025. Kila mfuko unakuwa una ripoti yake tofauti. Kwa upande wa mfuko wa faida pia from their website Watumishi Housing Investment, ukienda kwenye website yao unaweza kipengele cha reports unaweza kupata hizo reports. Lukela amesema session hiyo recorded. Yes, it's recorded na nitai-edit leo by asubuhi, Mungu akitupa uzima, nitashare the YouTube link. Kuna mtu ameuliza tunavyosema faida ya kwa mwaka 10% au 15%, mwekezaji anaipataje ikifika mwisho wa mwaka? Okay. Sasa hii kama nilivyosema kwenye mfuko ambayo inatoa capital gain, ina maana hii 13% utaipata throughout the year. Yaani sio kwamba ile kama kuvunja kikoba kwamba mwisho wa mwaka mnapeana hela mnagawana. Yenyewe inakuwa within the period of the year unakuwa unapata hiyo 13% kidogo kidogo continuously. Kwa mfano ni 12% kwa urahisi, ni kama vile kila mwezi unapata 1% kwa mwezi. Kwa hiyo inakuwa kama hiyo 13% inakuwa cumulative. Sasa kwa mifuko ambayo ni ya income distribution nitatumia 12% kwa sababu huo ndo rahisi.
Kwa ina maana kwa upande wa mifuko ambayo inatoa fixed income, ina maana kama inatoa income mara moja kwa mwezi, ina maana utapata 1%. Kama inatoa mara 3 kwa mwezi, ina maana utapata 4, si ndio? 12 gawanya kwa 4, no, utapata 3%. Utapata 3%. Kama ni miezi 6, ina maana utapata 6%. Kama ni miezi 12, ina maana utapata ile 12% yote mwisho wa mwaka. Kwa sasa hiyo 13, 15 mgawanyo wake ni depending na huo mfuko husika, either utapata cumulatively over time au utapata kwa hizo awamu, 1% kwa mwezi au 3% kwa miezi 3 au 6% kwa miezi 6 au 12% yote kwa mwaka mmoja. Emmanuel anasema mifuko ya pamoja ina uhusiano gani na hisa? Kwa sababu mara nyingi hisa inashuka, uwekezaji pia unashuka, na hisa ikipanda faida ya uwekezaji inapanda. Naomba kufahamu uhusiano wake. Okay. Mifuko ya pamoja ya uwekezaji na hisa havihusiani. Hizo ni product mbili tofauti, ni rasilimali mbili tofauti kwenye market. Mutual funds, hizi mifuko ya pamoja ya uwekezaji inasimama kama collective investment schemes, yani uwekezaji wa pamoja. Hisa za kampuni zenyewe ni kitu kingine. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Ila sasa mfuko wa pamoja wa uwekezaji, kwa sababu unawekeza kwenye vitu tofauti tofauti, ina maana mfuko wa uwekezaji unaweza ukawekeza kwenye hisa. Ina maana hapa tunaongelea hapa kwenye upande wa balanced funds. Lakini hizo product mbili hazihusiani, yani sio kitu kimoja. Kwa hiyo ina maana kama tuseme balanced fund imewekeza kwenye hisa, alafu labda hisa zikashuka sana, ina maana inawezekana huo mfuko thamani ya mfuko inaweza ikashuka, lakini ni ngumu kushuka significantly, kwa sababu kumbuka itakuwa haiwekezi kwenye hisa peke yake, itakuwa inawekeza pia kwenye rasilimali nyingine ambazo zitakuwa zinatoa income kama hati fungani na hizo rasilimali za kibenki. Nicholas anasema anaomba kufahamu 13% ya faida fund au 12% ya TT kwa mwaka mwekezaji anaipataje, ni kwa kila mwezi au kwa kila mwaka? Kuhusu jinsi hiyo 13 na 12 zinapokuwa nimesha explain hapo. Kuna mtu hapo juu aliuliza hiyo 13 na 15 mgawanyo wake ukoje, lakini kwa upande wa faida fund ninachojua ni capital growth. Kwa hiyo wenyewe hautoi gawio kwa awamu, yenyewe inatoa faida collectively, pesa yako inakuwa taratibu. Lukelo anasema vipi kuhusu index fund na ETFs? Hizo ni products tofauti, tulizikava last week Ijumaa. Kwa hiyo nitaomba uende YouTube Gracing Money YouTube, alafu utafuta au search tu YouTube ETF ni nini Gracing Money, itakuja session ya last Friday ya ETF. Boniface anasema anaomba kujua zaidi kuhusu Vertex Bond Fund. Kwa Vertex Bond Fund kama ilivyojieleza, na wenyewe ni mfuko wa pamoja ya uwekezaji, lakini wenyewe umewekeza kwenye hisa. Hizi details zake ni nyingi kwa mimi kukumbuka sasa hivi, itakuwa muongo, lakini nachofahamu tu ni kwamba wenyewe huu ulitoka mwaka jana kama ilivyotoka ile Vertex ETF around that time pia. Kwa hiyo taarifa zake na NAV zake pamoja na nini inaitwa thamani halisi ya mfuko, hiyo pia unaweza ukapata kwenye website yao ya Vertex Security. Mwekeza, kuna mtu ameuliza kuhusu Mwekeza. Mwekeza ni session tulifanya last week Alhamisi. Yes, last week Alhamisi, na yenyewe recorded session yake ipo pia YouTube. Naomba ukivisit hiyo utakuwa nitaweza kujibu swali lako vizuri. Lakini Mwekeza wenyewe unatoa uko kwenye fixed income, kwa sababu wenyewe unatoa faida kila mwezi. Kama mtu ana Vodacom na anatumia Mwekeza anafahamu, yani kila mara moja ya mwezi utakwambia kwamba mfuko wako your investment has accrued interest ya kiasi fulani kinaongezwa and then kinaendelea kwenye mwezi mwingine. Kwenye Mwekeza unakuwa unaingia kwenye fixed income fund. Kuna mtu anauliza, anaomba kujua how do you register kwenye kampuni ambalo unamiliki shares ili upate dividend. Ukishawekeza kwenye kampuni lolote kwenye upande wa hisa, ukanunua hisa 10, kwa sababu 10 ndio hisa minimum, unapata dividend.
yani wewe minimum requirement yako ni kununua tu hisa 10. Kwa hiyo sasa kuhusu registration, sasa sijui kama unamaanisha namna ya kununua hisa, lakini ili kupata dividend you have 10 shares your good. Yeah, naona swala la mwekeza limejirudia, lakini as I explained before kwamba it's a fixed income fund na you can get the recording ambayo nimeielezea kwa urefu na pia kujibu maswali ya watu wengine. Ukienda YouTube ukaandika all about mwekeza, hiyo webinar inaitwa all about mwekeza. Kwa ukishaandika tu all about mwekeza Grace Imani, the episode itakuja, utaangalia na utaelewa mwekeza nzuri zaidi. Lakini mwekeza ni kwa ajili ya watumiaji wa Voda, kama ambavyo utakuwa tayari unafahamu kwamba ni mfuko ambao umeanzishwa na ushirikiano wa Vodacom pamoja na Sanlam Alliance, kampuni la Sanlam Alliance. Naona maswali yameisha kwa sasa, na kutoka kwenye haya maswali ndio tutaweza kupata mwelekeo wa webinars zinazofuata. Na mimi nimeweza kujibu maswali yenu kwa namna nilivyoweza na mtakuwa mmeelewa. Nashukuruni sana kwa muda wenu, niwatakie usiku mwema. Kama kuna mtu mwingine ana maswali zaidi, tunaweza tukaandika kwenye group la GM Free Community. Okay, kuna mtu anasema kuna swali na kusubiri waandike. Okay, nasubiria hilo swali, lakini kama nitawahi sana kumaliza session, you can continue to write questions kwenye group, lakini recorded session kesho itakuwepo asubuhi. Okay, na link ya group pia okay nitashare. Okay, tabidi ni share hapa sasa kabla hajatoka. Okay, kuna swali jingine limekuja, ngoja kwanza ni share hiyo group link alafu niendelee. Nimeliona Lukelo, ngoja nimalize kushare group link alafu niliangalie. Unasemaje? Return unapataje? Okay, swali linasema, mimi swali langu ni kwamba unapowekeza kwenye mifuko ya pamoja unakuwa unanunua vipande au units. Sawa. Sasa nataka kujua namna ambavyo wana calculate returns. Wana calculate returns based on each unit you have invested in. Kila unit moja uliowekeza kama return yake ni 12%, hii ina maana kila unit uliowekeza okay, sawa. Ngoja ni share link alafu nijibu hilo swali. Okay, link nimeshare. Link ya group. Okay, sasa ni kama nilivyosema kuhusu nini? Thamani halisi ya vipande. Yaani kwamba leo Grace nimenunua labda tuseme na shilingi 10,000 nimenunua nimenunua vipande niseme thamani ya kipande ni shilingi 1,000, alafu nina 10,000, kwa nimenunua vipande 10. Kwa ina maana kama nimewekeza kwenye mfuko ule wa capital growth, thamani kama nilivyosema kwenye maswali yaliyopita, kuna mtu aliuliza kwamba anajuaje mfuko unafanya vizuri au ufanye vizuri. Nikasema kwamba kila siku mifuko usually inatoaga net asset value per unit pamoja na thamani halisi ya mfuko. Labda let me try to share. So mtakuwa mnaona screen yangu nzima. Hii website ya UTT ambayo iko public to everyone. Kama mnaona screen hapa, Umoja Fund. Hii ni Jumanne tarehe 10 ambayo ni jana. Wamesema thamani ya mfuko ni kiasi hiki. Wamesema units zilizopo kwenye mfuko wa Umoja ni kiasi hiki. Wamesema kwamba thamani ya kipande kimoja ni shilingi 1,518. Wamesema na bei ya kuuza ni hiyo na bei ya kununua ni hiyo na bei ya kuuza ni shilingi 1,502. Kwa sasa ripoti kama hizi na maana wewe unaweza ukafahamu thamani halisi ya kipande ya kila siku. Kwa kujibu swali lako ni kwamba kama ni kwenye capital gain na thamani ya kipande nilinunua kwa 1,000 lakini baada ya muda ikawa 1,200, ina maana hapo ile difference return yangu itakuwa based ya ile difference ambayo itakuwa imepatikana.
multiply by the number of units I have, ambazo ni hizo 10 nilisema kama na 10,000. Sio hapo nakuwa nimeeleweka. Alafu kwa upande wa nisemeje? Kwa upande wa fixed income funds sasa, ina maana unakuwa of course utatumia thamani halisi, utatumia thamani ya kipande, lakini itakuwa as agreed kwamba uliwekeza kiasi fulani na unatakiwa kupata hiyo, kama ni awamu ya mwezi, miezi mitatu, miezi sita, ya miezi 12. Kwa hiyo kinachomata ni vipande unavyo vingapi according to bei sasa ulionunua wewe, ambao sasa hiyo ya kwamba sijui una vipande vingapi, that's not your problem actually. Wao wenyewe na calculate based on bei, kwa sababu bei inabadilika kila siku. Kwa hiyo that's calculated na wao. Kwa wewe ambacho unakishikilia tu ni kwamba una vipande vingapi. Na hata kwa mfano ukisema unaangalia salio, ina maana watakwambia labda mfuko wako una kiasi fulani na una vipande vingapi nukta ngapi. Kwa hiyo ya kwamba una vipande vingapi sijui 0.58, hiyo haitaki kusumbua akili. Kwa hapo okay, umesema hiyo ya capital gain unaelewa. Kwa upande wa income distribution. Kwa income distribution inakuwa of course yes based on vipande ulivyonavyo na based on the distribution agreed upon. Kama kwa mfano mtu anakuwaga ana bond fund, kwa mtu mwenye bond fund, kwa mfano kuna mtu nafahamu ana bond fund, yana aliniuzaga kama mara 2, mbona kama hela yangu imepungua, lakini kwa sababu wanakuwa wakitoa ile income distribution kwa mfano ya mwezi, unakuta hela yake inapungua kwa sababu hiyo income distribution ina maana imeenda kwa kila mtu. Kwa ndio maana mifuko kama bond fund na mifuko kama jikimu hiyo ya fixed income yenyewe thamani yake kipande inakuwa haikui, kwa sababu ile faida badala ya kukuwekea wewe uimultiply kwenye namba ya vipande ulivyonavyo, wao wanakuwa wanaitoa kama faida according to kiasi ambacho umeshakiweka. Link ya group nimeshatuma hapa juu, taishare tena tayari hapa. Issue yako ni kwenye return on investment. Nashindwa kuelewa exactly, yani auelewi wapi. Issue yako ni kwenye return of investment. Return of investment tayari tumeshasema kwamba it's based on the distribution, the way distribution imefanyika, lakini pia na namba ya vipande ambavyo umenani. Au kama ni detailed, then you can text me, alafu sisi nitakuelezea kwa voice note sasa, maana mimi naona maelezo yangu yote yameshakwisha. Gabriel anasema siku kadhaa zilizopita kulikuwa kuna IPO ya mifuko miwili. Je, nawezaje kujua kama unaweza kukua huko mbeleni au unaweza kuelezea kuhusu TSL? Kusema kwa TSL sijawahi kuichunguza personally, lakini kama nilivyosema kwamba IPO ni initial, kwa hiyo na maana the only way to know its performance ni jinsi ambavyo mfuko utaenda over time. Mifuko mingine ambayo imeshawekeza kwa muda mrefu ni rahisi kupata report zake kama tulivyo explain, lakini kwa hii nitakudanganya kama nitakwambia nini kwamba return zake zitafanyaje, lakini kwenye IPO wamesema nadhani mfuko mmoja wapo unaahidi 12% na mfuko mwingine unaahidi 13%. Hicho ndio alichokisema, lakini performance yake real time mpaka muda upite. Sasa kama ni mwaka mzima watoe return zake. Ndani sisi maswali yatakuwa yameisha. Niwatakia usiku mwema. Swali jingine la mwisho, nitachukua hili swali, itakuwa la mwisho. Unapoambiwa liquidity fund na return ya mwaka, hii nime-explain sana. 12% ni kwa mwaka, sio mwezi. Hizo asilimia ambazo wanakuwa wanaahidi 12 sijui 13 ni kwa mwaka. Kwa ndio maana nikaa naelezea average unaweza kuchukua kama 1% kwa mwezi. Kwa swali limekuja kwamba kwa mfano unaambiwa liquid fund na return ya kwa mwaka 12%. Hii inakuwa computed kwa mwezi au kwa mwaka?
jibu ni kwamba ni kwa mwaka, sio kwa mwezi. Nadhani we can call it a night. Nashukuruni kwa kunisikiliza, muwe na usiku mwema. Asante.